Kiwanda cha pili cha kusafisha mafuta nchini Kuwait kimelengwa katika shambulizi la ndege zisizo na rubani, kulingana na shirika la habari la Kuwait linaloendeshwa na serikali. Inasema ndege isiyo na rubani ilishambulia sehemu ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Min Abdullah kusini mwa jiji la Kuwait na kusababisha moto kuzuka katika eneo hilo. Inafuatia shambulizi lililoripotiwa kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta cha Mina Al Ahmadi, maili chache tu barabarani, ambalo lilisababisha moto mdogo uliozimwa. Awali moto ulizuka katika kiwanda cha kusafisha mafuta huko Kuwait baada ya kushambuliwa na ndege zisizo na rubani, kulingana na shirika la habari la Kuwait KUNA na vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Shirika la petroli la Kuwait linasema hakukuwa na majeruhi katika kiwanda cha kusafisha mafuta cha Mina Al Ahmadi na moto mdogo umezuiwa, KUNA inaripoti. Wakati hayo yakichomoza, Irani imeapa kuendeleza mashambulizi yake katika miundombinu ya nishati ya washirika wa Marekani na Israeli katika eneo la Ghuba hadi itakapoharibiwa kabisa, ikiwa vituo vyake vya nishati vitalengwa zaidi. Irani imeanzisha wimbi la mashambulizi dhidi ya maeneo ya gesi na mafuta katika eneo lote la Ghuba baada ya vituo vyake vilivyounganishwa na maeneo ya gesi ya South Pass kushambuliwa na Israeli. Tunawaonya adui kwamba mlifanya kosa kubwa kwa kushambulia miundombinu ya nishati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesema msemaji wa amri kuu ya kijeshi ya Iran, kulingana na shirika la habari la Fars linaloshirikiana na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Ikiwa hili litarudiwa, mashambulizi ya baadaye kwenye miundombinu ya nishati yako na ya washirika wako hayatasimama hadi iharibiwe kabisa, alisema, akiongeza kuwa Irani itajibu vikali kuliko mashambulizi ambayo yamefanyika kufikia sasa. Mwisho wa kumnukuu. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia, ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.